Kipindi cha kwanza niliongelea kuhusu juisi ya chlorophyll. Leo ni mwendelezo wa juisi ya chlorophyll. Kwa hiyo solar chlorophyll ni juisi inayotokana na mimea ya spinach na lettuce. Kwa hiyo spinach na lettuce, na nimesema mara ya kwanza kwamba ni zile spinach au lettuce ambazo zimekuzwa vizuri na mpaka zinavunwa na zinatengenezwa juice. Yale majani yake yanatengenezwa juice. Yakitengenezwa juice, hiyo juice ndio inaitwa solar chlorophyll. Sasa ile juice ya spinach au juice ya lettuce ni bora zaidi kuliko spinach, lakini yote ni jamii moja. Kwa hiyo baada ya kutengeneza juice, lakini zingatia kwamba hizi spinach na lettuce ziwe zimevunwa vizuri. Kwa sababu lengo la kuvuna vizuri, kwa sababu spinach na lettuce ni mazao ya muda mfupi, na kumbuka tunatengeneza juice. Kwa hiyo kama italimwa pasipo kuzingatia vizuri, maana yake unaweza ukaja kukuta zile chemical au kemikali bado zipo kwenye majani na ukazijuisi kemikali. Hizo kemikali zinaweza zikaingiliana na hii teknolojia ninayotaka kuwaelewesheni. Kwa hiyo solar chlorophyll maana yake ni juisi ya ambayo ina hizo chlorophyll molecule chlorophyll compounds ambazo zimechukua miale ya jua au mionzi ya jua kutoka kwenye jua na kuingiza kwenye juice. Hivyo ukatengeneza solar chlorophyll, juisi ya lettuce au ya spinach yenye nguvu ya jua, mionzi ya jua. Hapo tunakuwa tumetengeneza betri la kibiolojia, yani biological battery. Yani tunakuwa tumehifadhi umeme wa jua kibiolojia. Na ni kwa sababu miili yetu inahitaji umeme au nishati ya kibiolojia. Mwili wa mwanadamu unaendeshwa kwa nishati. System zetu zote za mwili zinaendeshwa kwa nishati. Lakini nishati ya kwetu sisi ambayo inaendesha miili yetu ni nishati ya kibiolojia. Kwa hiyo kwanza lazima ipatikane nishati hizi nyingine kama ni za jua, alafu zibadilishwe kuwa nishati za kibiolojia. Kwa hii ni njia nyingine ya kuhifadhi nishati za jua kibiolojia. Mwili wa mwanadamu unatengeneza nishati za kibiolojia wenyewe jinsi ulivyo. Kwa maana ya kwanza ni kwamba mwili wenyewe unatengeneza nishati unabadilisha nishati ya jua kuwa nishati ya kibiolojia kupitia ngozi zetu. Kwa hiyo ngozi zetu sisi ni kama zile solar panels. Kwa zile hii ni kama solar panel, tena solar panel ni kubwa kabisa. Ndio sababu katika tissue ya mwanadamu ambayo ni kubwa kabisa ni ngozi yetu. Hii ngozi yetu inakuwa ni kama solar panels, zile za kubadilisha jua kuwa umeme. Sasa hii ngozi ya mwanadamu imeumbwa kama solar panels. Kwa hiyo kazi yake yenyewe inachukua jua, mionzi ya jua, miale ya jua, nguvu ya jua, inabadilisha na kutengeneza potential energy. Hii potential energy maana yake ni nishati ya jua. Nishati ya jua inabadilisha kuwa nishati ya kibiolojia. Kwa hiyo tunapata nishati ya kibiolojia. Baada ya hapo inaingia kwenye mwili na kutumika. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ya mwili wa mwanadamu unavyotengeneza nishati. Njia ya kwanza nimesema ni kwamba inatengeneza nishati kupitia ngozi zetu. Ngozi zetu ni kama solar panels, zinabadilisha nguvu ya jua kuwa nguvu ya kibiolojia. Halafu hutumika moja kwa moja. Njia nyingine ni kwamba mwili hutumia sukari na cells kutengeneza pia nishati za kibiolojia, yani zile ATPs kwenye ngazi ya cells. Sasa lakini pia mwili hutengeneza mionzi mbalimbali. Kwa hiyo ubongo wa mwanadamu kuna seli, mfano kwenye seli za ubongo huwa kuna mionzi inatengenezwa, yani zile rays. Kwa hiyo kuna rays zinatengenezwa kwenye ubongo wa mwanadamu, nazo pia zinatengeneza nishati nyingine ambayo mwili huchukua na usaidia sehemu mbalimbali. Lakini pia mwili unatengeneza nishati nyingine,
una njia nyingine ya tatu ambayo tunatengeneza kwa kutumia kutengeneza nishati. Njia nyingine ni njia ya kunywa maji. Tunapokunywa maji tunaokunywa maji ya kawaida, ina maana hatunywi maji yale maji ni muunganiko wa kemikali ndogo ndogo zinaitwa proton na electrons. Kwa proton na electrons manake ile ukichukua ni molecules nyingi zimeungana pamoja. Kwa maji ukiyaona manake ni muunganiko au tunasema ni clusters. Ni clusters au ni muunganiko wa molecules ndogo ndogo za maji zikajitengeneza ndio tukapata maji. Sasa hizi molecules za maji zenyewe zikiingia mwilini pia zinatengeneza proton na electrons. Kwa unapokunywa maji ujue unakunywa umeme, alafu huo umeme unabadilishwa inakuwa ni umeme wa kibiolojia. Kwa maji ni njia mojawapo ya mwili kupata nishati. Kwa ukiacha nishati ya sukari, nishati ya jua, nishati ya ubongo, lakini pia unapokunywa maji ujue unakunywa proton na electrons. Lakini sasa hizi nazo pia nitaelezea kwenye kipindi kingine kijacho, kwa maana ya kwamba haya maji unapokunywa pia ni vizuri sana ukazingatia au ukawa makini au ni vyema kuhakikisha kwamba unakunywa maji ambayo yamefanyiwa biological structure, yani biological structure, yani yawe functional. Nasema ni maji watakiwa unywe maji ambayo yako biological structure, yani chemical structure, yani yatakiwa yawe ambayo yanaenda kukidhi hilo lengo la kutoa nishati kwa mwili. Kwa kama ukinywa maji unaweza kufanya maji, lakini hayo maji yasiwe maji ambayo yanapeleka hilo lengo la binadamu kunywa maji. Binadamu kunywa maji maana yake katika malengo mengi. Lengo la kwanza kabisa ni mwili kupata tunasema proton na electrons, ambazo zenyewe zinatumika katika kufanya buffering kwenye damu, inatumika pia katika hewa, oxygen na carbon dioxide, nitaelezea siku nyingine. Lakini maji sasa, unapokunywa maji yanasaidia mwili kufanya buffer, yani ni chanzo cha hydrogen, electrons, protons, vyote vinakuwa pamoja, vinasaidia mwili. Kwa mwili huchukua umeme ulioko kwenye maji na ubadilisha kuwa umeme wa kibiolojia. Kwa umeme ni kitu cha msingi sana kwenye mwili. Sasa hapa ninazungumzia ni umeme au nguvu, nishati, ambazo sasa kuna hii njia nyingine ya chlorophyll. Kwamba chlorophyll hizi zina uwezo, lettuce na spinach zina molecules ambazo zina uwezo wa kubadilisha mionzi ya jua kuwa mionzi ya kibiolojia wakati ziko pale kwenye majani. Ni rahisi sana kujuisi hiyo mionzi kuliko kujuisi mionzi ya mimea mengine au majani mengine. Kwa haya majani mawili kazi yao kubwa ina uwezo mkubwa wa kubadilisha mionzi ya jua na kuhifadhi kama mionzi ya kibiolojia. Hivyo ukijuisi unakunywa mionzi ya kibiolojia inaenda kukusaidia. Sasa hii mionzi au hii nishati ambayo ipo kwenye lettuce na kwenye spinach inasaidia moja kwa moja au inahitajika moja kwa moja katika kusaidia kinga za mwili. Lakini pia yenyewe inaingia katika oxygen kama vile ilivyo wheatgrass juice. Japokuwa wheatgrass juice ina uwezo mkubwa, hizi zinaingia kwa kiasi kidogo, lakini hizi zinaingia pia kwenye kusaidia kinga. Kama nilivyosema ni kwamba kinga ya mwanadamu haswa pale ugonjwa unapokuwa mkubwa au shambulio linapokuwa kubwa au uvamizi unapokuwa mkubwa. Uvamizi wa cells, yani cells zimevamiwa na mdudu ambaye asikii dawa au mdudu ambaye dawa yake haijabuniwa bado, au kumekuwa na mchanganyiko wa mashambulio ya cells. Seli inavyoshambuliwa sana au mashambulio yanakuwa makubwa, au kwa mtu mwenye kansa ambao kansa imefika kwenye stage ya 4, imefika kwenye hatua ngumu sana, basi hapo mwili, ni mfumo wa usalama wa mwili inaamua kutumia mchanganyiko au pamoja kinga aina zote za mwili hutumika pamoja. Kwenye mwili wa mwanadamu kuna kinga aina nyingi sana.
na kuna seli za kinga aina nyingi sana. Hivyo kila seli ya kinga au kila mfumo wa kinga huenda kulingana na uvamizi. Uvamizi unapokuwa mkubwa, basi mfumo wa usalama wa mwili unaamuru hii mifumo ya kinga yote ije kwa pamoja imshughulikie huyo adui au mvamizi. Mvamizi nazungumzia either ni bakteria au pathogen yoyote yule ambaye ameingilia cells, au kuna mashambulio ya kemikali, mashambulio yote ile yamevamia seli na seli inataka msaada. Hivyo mfumo wa usalama wa mwili uamuru mfumo wa usalama mbalimbali za kinga. Hii mifumo yote ya kinga huja pamoja. Sasa ili ije pamoja, kinachosababisha kuja pamoja ni uwepo wa